Kufuatia video ambayo imesambaa kupitia mitandao ya kijamii ikieleza juu ya tuhuma za upitishaji wa mizigo kiholela katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume visiwani Zanzibar. Angalieni kwenye kigurupu cha watu waliovaa vikoti. Hao ndo wasambazaji hao. Umeona hapo hayo maboksi hayo? Hapo umeona hicho kiari kinachoondoka hicho? Hicho tayari kimeshapakiwa mzigo. Sawa. Mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar kupitia kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano Mulhat Yusuf imekanusha madai hayo, huku ikisema kuwa maudhui hayo yanalenga kupotosha umma na kuleta taharuki kwa jamii. Niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar, ndugu Seif Abdallah Juma, natumia fursa hii kukanusha vikali taarifa za uzushi zinazosambaa kupitia mitandao ya kijamii zikidai kuwa uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume AKIA unatumika kupitisha mizigo ya magendo na kwamba kwa sasa haufanyi shughuli yoyote zaidi ya kushughulikia masuala ya uchaguzi. Taarifa hizi sio sahihi na zina nia ovu ya kupotosha umma na kudhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar inaendelea kusimamia kikamilifu shughuli zote za kiwanja hicho kwa mujibu wa viwango vya kimataifa vilivyowekwa na shirika la anga la kimataifa duniani ICAO, zikiwemo taratibu za uendeshaji, ulinzi, usalama na huduma kwa abiria pamoja na mizigo. Video inayosambaa ikionyesha harakati mbalimbali ndani ya uwanja haina uhusiano wowote na tuhuma zilizotajwa. Harakati hizo ni sehemu ya huduma za kawaida zinazotolewa na mashirika ya ndege ambazo zinafahamika kama ground handling pale zinapotua na kuondoka ndege, ikiwemo kushughulikia abiria, mizigo ya ndege yani cargo, mafuta na vifaa vya kiufundi. Kuchukua au kusafirisha mizigo ni sehemu ya kazi halali na za lazima zinazofanywa kwa kufuata taratibu zote za kiusalama na kwa usimamizi ili kukamilisha taratibu hizo. Mamlaka inalaani vikali jaribio hili la kupotosha na tumekusudia kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu yoyote aliyehusika kueneza taarifa hizi za uongo, kwa kuwa vitendo hivi vina madhara makubwa kwa usalama wa taifa na vinaashiria jaribio la kuleta taharuki na uchochezi miongoni mwa wananchi.